kaifa sayakunu ahwaluna idha humilna ala a'naqi ar-rijal, vipi itakuwa hali yetu ima mimi ima wewe utakavyokuwa unabebwa katika mashingo ya watu, na unavyofanya unavyowabeba wenzio katika shingo yako, katika mabega yako, ukiwapeleka kwenye makazi ya maisha mengine, maisha ya barzak, wakati unambeba, kwa maana huyu uliyembeba kana kwamba anakwambia mimi nilikuwa mfano kama wewe nikiwabeba wenzangu, na wewe jiandae kwa siku ambayo utakayokuja kubebwa kama unavyonibeba mimi. Lakini angalia masalafi ridwanullahi alayhim walikuwa hali gani wakijiandaa na hali ya kutana Mola wao. Ibn Jawzi ametaja kwenye kitabu kanat fi Iraq mra'atun yuqalu laha Muniban, katika Iraq kulikuwa kuna mwanamke mmoja anajulikana kwa jina la Muniba, lakini alikuwa ana binti mdogo, qad urifat min ibadati a'zam min ummiha. Tena yule binti amejipinda katika jambo la ibada kiasi ambacho amefahamika kwa uzito wa ibada anaozifanya kushinda hata mama yake. Wakana Hasan Basri alayhi rahmatullah, alikuwa Hasan Basri anaona ajabu jinsi binti mdogo kama yule anavyojipinda kwenye ibada. Moja katika masiku Hasan Basri ameketi, anaambiwa yule binti hivi sasa yuko katika sakarati al-maut, ay fi siyaqi al-maut. Faqama musri'an fadakhala ilayha fawajadha tabki, anakimbia anakwenda kwa yule binti, anaingia ndani, anamkuta analia. Faqala laha lima tabki, kwa nini unalia wewe, kwa nini unalia? Anaambia wewe Abu Said, walima la abki, kwa nini nisilie mimi, kwa nini nisilie? Wa hadha shababi, na huu ujana wangu unaouona, ujana barubaru, uzuri wangu, matendo yangu yale ambayo nayafanya na ujana uliokuwa umeshiba, yudfanu fi turabi, leo unaenda kuingia ndani ya mchanga. Wama shabi'tu min ibadati rabbi, na hali ya kwamba sijashiba ibada za kumridhisha Mola wangu. Ya Abu Said, ewe Abu Said, hujamsikia mama yangu akimwambia baba yangu huko nje, ishtari li binti kafanan hasana, nunua juu ya binti yetu huyu sanda iliyokuwa nzuri? Hujamsikia anamnongoneza, ihfaru li binti qabran wasi'a, chimbeni kaburi la binti yetu, kaburi lilokuwa pana zuri. Wallahi lau kuntu ajhazu ila makkatan la tala bukai, anasema wallahi lau ningelifunga safari kwenda Makka kwa ajili ya ibada ya haji au umra, wallahi kilio changu kingelikuwa ni kikubwa. Lianni ufarik ahbabi wa zumalai wa asdiqai wa jirani, kwa sababu kule kuagana na mtu katika safari ya mbali kunapelekea mtu anakuwa ana majonzi. Wa ana ajhaz, na mimi ninafunga safari ila alqubur, na kwenda kwenye kaburi. Mujawarati dud wa dhulumati luhud, na kwenda mimi katika kaburi, ndio safari yangu katika maisha ya mwanandani ambao mimi na tunayasahau haya. Na kwenda katika kiza la kaburi, na kwenda mimi hali ya kwamba funza ndio wanaonizunguka katika ndani ya mwanandani, katika kiza kiliyokuwa kibaya kikubwa. Illa man sallamahu Allah, ila yule ambaye Allah atamjalia kulinawisha kaburi lile. Binti analia, safari ya kuelekea kwa Allah. Andaa safari hii ambayo haina mjanja. Hebu piga picha ewe mja wa Allah, wakati watu wanatubeba mimi na wewe juu ya mashingo ya mabega yao. Mahasini TV, pata kujua wema wa Uislamu.